Chadema ni kama Misri, yani ni nchi ya makimbilio kwa wanaukombozi, ingawa si tafsiri ya kwamba ni nchi takatifu. Misri haikuwa nchi takatifu kwa sababu wanaukombozi walikimbilia huko, ila ingejua kwa nini wamekimbilia huko, ikachukua ule moyo waliokuwa nao wanaukombozi hao, iyo Misri ingekuwa moja kati ya nchi takatifu sana. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Sasa kabla sija ingia ndani kuzungumzia kwa nini nasema Chadema ni nchi ya makimbilio kwa wanaukombozi, kwanza nizungumze na msukule ama taila ama shetani ama vampire yeyote unayenisikiliza, kwa tafsiri ya kwamba mchungaji, mhubiri kuzungumzia chama cha siasa ni kuchanganya dini na siasa. Wewe ni hayo tu ndio yotaja, aidha ni msukule kabisa, ama ni taira kabisa, ama ni shetani kabisa, au ni vampire. Kwa sababu tunapojadili Rumi kwenye Biblia, ni tawala Nebukadreza, ni tawala Mafarisayo, ni tawala Masadukayo, dini, chama chochote, vuguvugu lolote, wanadamu wamekaa kwa namna mbalimbali kutafuta ukombozi wao wa kweli. Ndio, vipo vyama, zipo jumuiya, zipo dini, zinaanzishwa kwa makusudi ya kutafuta ulaji, lakini pana vyama, pana jumuiya, pana taasisi, pana vikundi vilianzishwa kutafuta ukombozi wa kweli. Na nikujulishe, unachoita siasa ukikwepi, alimadamu nyumbani pako pana mpangilio, kanisani pana mpangilio, nani aongee, nani akae pale, nani akae pale, hiyo ni siasa. Siasa ni mpangilio wa mambo. Watu wa siasa wanatafuta namna bora ya wewe uabudu, uombe kwa salama, usafiri, uende mahali urudi kwa usalama, kwa wepesi, ili na Mungu wako iwe rahisi kumwabudu, na vitu kadha wa kadha. Kwa namna moja na nyingine ni taira tu ambaye si mwanaharakati, si mwanasiasa, maiti, ama umeshageuka we ni pepo kabisa, ni shetani kabisa. Hata kama uko kanisani, ujue unaonywa kisiasa, usifanye hili, lina madhara haya, lina hasara hii, ama fanya hili, ina faida hii, na vitu kadha wa kadha. Kwa sababu umepumbazwa na maneno ya kipumbavu, wakwambia usichanganye dini na siasa. Wanasiasa, siasa mchezo mchafu, watu ndo wachafu. Hata hii dunia ni safi. Ulimwengu unapochafuka ni watu wanachafuka, sio dunia inakuwa imechafuka yenyewe. Tunaita dunia imechafuka, mnaita siasa mchezo mchafu kwa sababu ya wachafu. Lakini hiyo haiondoi watu wengine kumove forward, kuendelea mbele, kutumia jina la chochote, ni la dini, la unachoita siasa. Na mwisho wa siku ukiona mambo yanaenda vizuri, utakuta mwenyewe unaanza kusema asante Yesu, asante Mungu, kweli Mungu umetusaidia, Mungu umetuokoa. Mungu akikuokoa atatumia watu unaowapenda, unaowaamini na usiowaamini. Mungu, shetani akikupiga atatumia watu. Mungu anatumia mtu wa aina yoyote anayewaza jema, bila kujalisha anatokea mlengo gani, dini gani, chama gani. Huyu atoka kwa Mungu. Yesu anasema naye kusanya pamoja nasi yu upande wetu. Taira wewe, tuliza kichwa. Sasa nisikilize, kwa nini nimesema Chadema ni kama Misri, ni kimbilio la wana ukombozi. Ingawa hii haihalalishi kuwa ni nchi takatifu. Inaweza ikawa takatifu, lakini ingejua hawa wana ukombozi, watu wema, ingawa wamekimbilia kwetu, lakini wanayo mambo ambayo wanaweza wakatufunza kabla wajaenda kukomboa nchi zao.
namna yao, kilicho mioyoni mwao, sisi tukipokee, tukiishi, ingekuwa ni nchi takatifu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hata nyie Chadema kwa sehemu kubwa mna tatizo lile lile mnalolalamikia kwamba CCM wanalo. Yaani ni watu ambao mnataka kusifiwa tu. Yaani we angalia hapa, nipo ku clarify hii clip ambayo nisema hapo nyuma. Kuna clip ambayo nisema yenye kichwa kisema hiki ndicho ninachotofautiana na Chadema. Niko ku clarify, kutaka kueleweka zaidi maana ni nini. Lakini ukiangalia hizi comment ambazo utaziona kwenye hiyo clip ni comment za miaka yote. Yaani ni hizo. Wapo wanaokuwa wameanza kuelewa kwamba hapana, ili tuliwaza vibaya. Ndio maana nimesema mara kadhaa, sema acha tubatizwe kwa moto, tutajua haki ni nini. Sasa kitu ambacho mimi nacho miaka mingi, nilipokuwa najaribu kutoa mawazo ya Chadema ili iwe bora zaidi, ikubali kwamba inaweza ikakosea, ikubali inaweza ikapanga mpango ikawa na agenda isiyo sahihi. Hilo halijawahi kueleweka, kukubalika. Daima tu ni kwamba hapana, wewe yani hakuna jamii ambayo inaweza ikawa na mwisho inaotarajia kwa kusifiwa tu. Kila maoni, kila mawazo ya wanaukombozi wanaojaribu kuleta manufaa huko, mnayapiga lungu. Mimi si mwana Chadema. Mimi si mwana CCM. Mimi ni mwana haki. Kokote akitaka kuonekana, mimi nitaonekana. Yeyote atakayefanya, atakayekuwa na wazo lenye haki, lenye huruma, lenye upendo zaidi, mimi huwa na muunga mkono huyo. Na yeyote anayefanya baya na mpinga bila kujalisha watu walijua. Mimi ni sehemu ya mtu huyo. Ndio maana nasemaga sina adui wa kudumu wala sina rafiki wa kudumu. Urafiki wangu ni jema utakalofanya, uadui wangu ni baya utakalofanya. Nitakupinga kwa sauti na kwa lugha ambayo hiyo itawachanganya watu au la. Kwa nini nasema Chadema ni nchi ni kama Misri? Ingawa na yenyewe ina tatizo. Hata mkija kupata mamlaka wakati mwingine shaka inakuwa na nyewe mnakuaga ni kama kuna yani ukikosolewa tu, hapana basi wewe sio wa kwetu. Yaani mimi sio wa kwenu, mimi sio wa CCM, mimi ni wa haki, jambo jema tu. Utaona siku ya kikukuta, utaona nani atakusaidia. Kwa ujumla mimi sipiganii haki kwa sababu nitasaidiwa. Bwana asipojenga mji akeshae afanya kazi bure. Naamini hata walioko ndani ya Chadema wako waliotekwa, wako waliouawa, wako waliofungwa. Chadema haijafanya kitu. Kwa niweze kusema tu kwamba ukweli, uhakika hauko kwamba uko kwenye kikundi gani. Mimi ninachosema uhakika uko katika usahihi gani unafanya. Ukifa ni faida, ukiishi ni Kristo. Utaendelea kuwa na thamani kwenye mioyo ya watu wakipata maarifa na ufahamu kutoka kwako. Kwa hiyo nadhani vitu kama hivyo tusitishane. Mimi nimewahi kupata mialiko hata ya watu wa CCM. Wanasema insurance yako weka kongamano. Kuna watu aidha ni vishoka ama ni wandani walikuwa natumwa, weka kongamano, mkutano mkubwa, waombe baraka CCM. Njoo ujiunge kwetu, ndo insurance yako, utakuwa salama, hakuna utakaoguswa. Mimi siwezi kuungana na mtu unayefanya mabaya ili mimi niwe salama. Nitakupinga tu hata kama utawaza mabaya mara 3 yake. Sasa mnisikilize. Kwa nini nasema ni nchi ya makimbilio? Kwanza fahamu, wakati wa njaa Ibrahim alikimbilia huko. Ibrahim alikimbilia wakati wa njaa, alikimbilia Misri. Mungu alipotaka kumtukuza Yusufu, aliruhusu aende Misri. Na nataka ujue kwa nini alikuwa anaenda Misri. Musa
wakati wanawao watoto wa kiume, Musa alipozaliwa alienda kwa njia za Mungu za ajabu, akaenda kwenye nyumba ya mfalme. Yusufu akaenda kwenye nyumba ya moja ya akida, moja ya mtu mkubwa sana. Kwa sababu kubwa, Mungu alikuwa, wanaokombozi hawa alikuwa nataka waende wakajue namna dunia inavyo control mambo, ili wakichanganya na hekima walionayo wajikute wanaweza kufanya jambo kubwa. Kwa hiyo mwingine nani? Yesu alipokuwa katika hatari ya kuuawa, Mungu alimtokea Yusufu na kumtaka akimbilie Misri. Sasa Misri haijawa takatifu kwa sababu Yesu alikimbilia huko, Ibrahim alikimbilia huko, Yusufu aliishi huko, akaishi kizazi chake, jamii yake ikaishi miaka 430 huko. Haikuwa takatifu, lakini ingeweza kuwa takatifu kwa sababu Mungu anao uwezo wa kuibariki jamii kwa sababu pana mtu mwema hapo. Ila tu huyo mtu mwema wajue mawazo yake yana umuhimu sana. Sasa kwa nini Chadema haitakuwa takatifu? Lakini nianzie kwanza, kwa nini haijawa takatifu ingawa ni nchi ya makimbilio? Na naamini unakubali, uliyesikiliza mpaka hapa, naamini unakubali kwamba mlioko huko sio wote kwamba sio malaya, sio wote kwamba sio wezi, sio wote kwamba sio hamna ubaya wa moyo na kuhusika kwa mambo mengi machafu. Sababu wengi tunakutana nao barabarani, tunaga wakati mwingine ni watu mnaokumbatia vibinti kwenye mabaa humo, mna chattings za hovyo. Kwa hiyo naamini unakubali nyie sio watakatifu. Na ukumbuke, azinia na mwanamke ana akili kabisa. Mlevi ukishalewa utaamua mambo mageni. Yaani mtu unayezini na mwanamke uwezo kaamua mambo yote sawa sawa. Mzinzi, malaya uwezo kaamua mambo yote sawa sawa. Hilo ujue. Kwa hiyo muwe na uhakika sio watakatifu, sio nchi takatifu. Muwe na uhakika. Sasa kuna comment ambazo hujirudia. Leo niziweke vizuri. Kwanza kuna comment ya Lissu kuto kukubaliana na Magufuli, kuto kumpenda, kumchukia milele yake yote. Leo naomba unielewe, Lissu ana haki ya kufuta mema yote ya Magufuli, asilione hata moja, kwa sababu ya vile alivyonusurika kupigwa risasi, kwa sababu ya vile alivyonusurika zile risasi. Alafu Magufuli aliishia tu kwa sababu Basha aliongea kwenye bunge kwamba nasikia fahari kwa sababu hata rais ametweet kulaani kitendo hicho. Lakini baada ya hapo hakuonyesha kuchukua hatua zozote kubwa za kuwatafuta waliokuwa wanajaribu kumuua Lissu kwa kumpiga risasi kwa namna ile, na hakuonyesha kusikitishwa, na aliyemuonyesha roho mbaya kwa mambo mengi ndio bunge la kina Ndugai ambayo litengeza mazingira. Baadaye hata stake za Lissu zote ikaonekana yani ni kama zile risasi alikuwa maigizo, ama alikuwa na uhalali Lissu kupigwa risasi za aina ile. Ana haki zote za kufuta mema yote ambayo yanaweza akawa nasemwa juu ya Magufuli. Unisikilize vizuri. Na mwingine ambaye pengine wewe upendi kabisa Magufuli aonekane ni mbaya kwa chochote, nisikilize tu, tulia, utanielewa. Mimi ndio maana alipopigwa Tundu Lissu risasi ni mimi tu niliyesema uwae kwa upanga atakufa kwa huo, na kuonya ni mhubiri mimi tu niliyeonya. Ilikuwa hatari sana kipindi kile, na nikasema vitu kama hivi wakati wote na wewe litakukuta lolote, watakutetea, lakini walau utakuwa umesema liloko moyoni mwako. Na ukumbuke mimi nishawaambia nasema kila ambacho Mungu angetaka kisemwe, hata kama hakuna ambaye angeweza kusema. Hata nikiishia popote hapo sawa tu. Kwa hiyo unielewe, hata wewe ambaye yani Magufuli asisemwe ubaya wote. Mimi niwahi kusema wakati yupo kwa hilo na mambo mengine mengi. Kuna wakati mwingine walikuwa namsumbua Sugu hapa, nikasema mbona hata mkimwacha tu mtashinda? Kwa nini yote hayo? Nilikuwa nasema mimi ni wa aina hiyo.
Kwa hiyo nafahamu hata Mungu hafanyi mambo yote yanayopendeza watu wote. Yaani mambo mengi ni mazuri, yote ya Mungu ni hakika ni mazuri, lakini watu wote hatuyakubali. Lakini hasa wanadamu sisi, yako mambo tunaweza kushauriwa vibaya. Mwenye mamlaka anaweza kushauriwa vibaya, akawakilishwa vibaya na wasaidizi wake. Hilo kosa inakuwa la kwake, hata kama sio yeye aliyewatuma watu wao wakatekeleza hilo. Jambo lingine, Kabendera ana haki ya kumlani, kukataa na kutotambua jema lolote la Magufuli, kwa sababu sijajua kosa lake lilikuwa kubwa kiasi gani, lakini kile kitendo kwa mama yake alilia, naombeni muone mtoto wangu, naombeni aje nione mtoto wangu mpaka nakufa. Mama yake Kabendera hakutolewa aende kuzika mama yake, kwa kosa ambalo kwa sehemu kubwa tulipoliangalia wengi tulikuwa tunaona hapana linajadilika. Mimi kwa habari ya alichosema mama yake Kabendera na kile ambacho Kabendera kupewa nafasi hata ya kwenda kumzika mama yake, mimi nililani pale, nilikataa, nikasema hapana, sijui kosa lake ni kubwa kiasi gani, kaujumu kiasi gani, kama ni kutakatisha katakatisha kiasi gani, lakini ili hapana. Sasa na hamu kusema isingefutwa ile account, tungekuwa tunaonyesha kimoja baada ya kingine, lakini ukweli zipo ambazo tunazo, tutakuwa tukiendelea kuzirusha. Lakini pia mke, watoto, ndugu yoyote, kwa mfano mke wa Ben-Saanane, Azori Gwanda, watoto ama ndugu yoyote uliyewahi kupotelewa na ndugu yako, sio mliokuwa mnapiga tu kelele watu wanapotea, uliyewahi kupotelewa kabisa, ulipotelewa na mjua ni ndugu yako yalipotea wakati ule mlipiga kelele mkusikilizwa, una haki ya kumchukia Magufuli na mema yake yote, kwa sababu kuna baya moja linao uwezo wa kufuta mabaya yote, na pia kuna jema moja inaweza kufuta mabaya yote, na pia kuna baya moja inaweza kufuta mema yote. Kwa hiyo niweke record sawa, naomba mjue hiyo, nafahamu hivyo, ukweli uko hivyo. Lakini tukiwa tunafahamu hayo yote, yakiwa yote hayo yametokea, tutakwenda kujiuliza swali mwishoni hapa. Hivyo pengine hapa nianzie kwanza haya. Wakati wote kama wote tunakubaliana kwamba kitendo cha watu waliopotea kabisa, kitendo cha watu waliopotea kabisa, kupigwa Tundu Lissu risasi, Azori Gwanda, Ben-Saanane, kitendo cha kwamba haikuchukuliwa hatua ya kuwapata nani wamehusika kumteka, kumpoteza, kuwapoteza watu hao. Tuachane na ambao wanaweza akawa pengine waliuao wakati wanatekeleza vitendo, kama wapo wa aina hiyo waliokuwa wanatekeleza pengine na wenyewe vitendo vya ugaidi vya kuwa wenzao, pengine na wenyewe ndo wakauliwa alafu wakadampiwa mahali, au tusizungumzie. Naamini wote tunafahamu wae kwa upanga atakufa kwa huo, kwa sababu inawezekana wapo pia ambao walikuwa wanaitwa magaidi kule Kibiti, ambao walikuwa wanaua wenzao, polisi wakabiri na wenyewe huenda walikuwa na wasambaratisha kwa risasi na baadaye kwa dampo kwa sura kama hiyo. Kama wapo, au tusiwaingize kwenye watu wengi walikuwa na wao, wengi walikuwa wanapotea. Nimewambia ikiwa hatutafahamu hayo, hatutaifahamu haki, tutapitishwa, tutabatizwa ubatizo wa moto mpaka kila mmoja atasema shikamo haki, kila mmoja ataifahamu haki ni nini. Wote tunakubaliana kwa kuwa hatua zikuchukuliwa za wazi kuwapata watekaji wa uaji wa wakati ule waliopoteza watu, haikuchukuliwa hatua kuwapata na hata kutoa sauti, maneno ya faraja kwa wahanga. Wote tunakubaliana kwamba hilo linaweza likafuta kabisa wema na mema ya Magufuli. Lakini tunapokubaliana hilo, tuongeze mengine ambayo inawezekana tutakuwa tunakubaliana.
Moja, naamini wengi au wote tunakubaliana kuwa Magufuli alifanikiwa au aliweza kusimamia rasilimali vizuri au kizalendo zaidi, na wengi huwa tunakosea na kama hii niliyoweka kwa Heche hapa, tunakosea na kusema alisimamia vizuri kuliko mwingine yeyote. Tunakubaliana. Hata Heche isema bandari walijenga wakoloni, Nyerere akaisimamia, Mwinyi akaisimamia, Mkapa akaisimamia, Kikwete akaisimamia, Magufuli alifanya vizuri zaidi. Wote tunakubaliana Magufuli alisimamia kizalendo zaidi kwa ubora zaidi rasilimali za nchi. Tunakubaliana. Yani wengi, kama wewe ukubali sawa, lakini nadhani wengi tunakubaliana. Jambo la pili tunalokubaliana, wengi tunakubaliana kwamba wakati wa Magufuli ndio wakati ambao mafisadi, wezi, wabadhirifu wa mali za umma, ndio kipindi walibanwa kweli kweli. Inawezekana ever before. Naamini wote ama wengi tunakubaliana. Jambo la tatu, naamini wengi tunakubaliana Magufuli alisimamia uchapakazi kwa waajiriwa. Naamini wote au wengi tunakubaliana. Jambo la 4, tunakubaliana kwamba alisimamia matumizi ya fedha za umma, alisimamia vizuri. Ndio maana hata yeye alikuwa asafiri kwa kijua gharama, asafiri kwenda nje na nini, alisimamia vizuri matumizi ya mali za umma. Naamini wote tunakubaliana ama wengi tunakubaliana. 5, wakati wa Magufuli ndio neno haki lilitamkwa zaidi kuliko neno amani. Naamini wengi au wote tunakubaliana kwamba wakati wa Magufuli karibu kila mtu ili apate ulaji au aonekane kwa watu au kwa rais, ilikuwa lazima aonekane anataja neno haki 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 haki, na kuonyesha na huruma, hataki watu waonewe, watu waumizwe. Naamini ndio wakati haki imetajwa zaidi. Pengine kama sivyo ni wakati wa Nyerere kule nyuma, lakini wakati wa Magufuli neno haki 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 lilitajwa zaidi. Naamini wengi tunakubaliana. 6, wakati wa Magufuli uliyetoa taarifa kuonyesha mhalifu au uhalifu ulionekana shujaa, shupavu na mtu wa kulindwa, wa kuwa salama zaidi. Naamini wengi wetu tunakubaliana kwamba tulikuwa na jeuri ya kusemelea tunapoona dhuluma, maonezi mahali. Naamini wengi tunakubaliana. Ndio maana pale palikuwa na kasara kidogo kwa watu fulani. Unajua ni kama kuna kipindi fulani kuna watu wakifichua dili hilo pigwa na watu fulani, wale watu walikuwa na nyamazishwa kwa kupewa fungu fulani. Sasa wakati wa Magufuli ukifichua dili hilo pigwa, anafuatiliwa aliyepiga lile dili, kwa wewe upewi hongo. Kwa pale palikuwa na kikundi kaliinuka sana pale, Magufuli mbaya. Kwa nini? Kwa sababu unafichua dili, upewi chochote. Unapewa shukrani tu, hongera kwa kufichua hili, sasa yule tumembana pale. Hilo jambo la 7. Lakini kama nilivyosema, ni kweli kwamba jambo la 7 la 6 la 7 na vitendo vya utekaji na watu kupotea, wengi tunakubaliana au tunakumbuka, ingawa hili ni wachache, kwamba Magufuli aliruhusu lijadiliwe bungeni ama lilijadiliwa bungeni mpaka ikaonekana ni kama itaundwa tu. Msikilize pale aliposema Bashe, nimeshairusha mara kadhaa hiyo. Speaker alimwambia, alisema wanaunda tume kuchunguza vitu hivyo. Lakini pale Bashe, wakati amepigwa Tundu Lissu risasi, Bashe alisema aliona Twitter ya Mheshimiwa Rais kulaani jambo hilo, na hatimaye kutoa tamko ambalo, baada ya tamko hilo kwamba kwa nini watoto wa RPC wakipotea utakaa, baada ya kutoa tamko lile ambayo nimeliweka kwenye hiyo clip ya hiki ndo ninachotofautiana na Chadema, ilikuwa ndo mwisho story za watu wamepotea, story za mtu ametekwa.
na vitu kadha wa kadha. Ni kweli kwamba yote yanafutwa na kosa lake moja tu, kitu ambacho ni sahihi. Ni sahihi, mtu ambaye hayo mema yote tuna mpango nayo. Kwa nini hakushughulikia wahusika wa utekaji wazi wazi kwa majina yao, tujue huyu na huyu amemteka huyu na huyu, huyu na huyu kapiga risasi hapa, na hata hakuwapa maneno ya faraja wahanga waliopotelewa na ndugu zao. Naamini kabisa hilo linafuta wema wote wa Magufuli, hasa kwa wahanga. Lakini na mtu yoyote uliye na moyo wa kibinadamu unaweza kusema hapana. Ndio maana kuishi ni fumbo. Unatakiwa karibu kila unaloweza kulifanya leo ulifanye. Usingoje kesho kwamba nitalifanya mwaka kesho. Inawezekana hautapata hiyo nafasi. Lakini lingine ambalo linainuka mara kadha wa kadha ni Magufuli angetupa katiba mpya. Hapa ndo napojenga kibanda kwenye hapa, na kwa nini alikuwa na wachukia wakosoaji ambao wanajua sasa alikuwa na wakosoa Chadema na wakosoaji mpaka pengine yakafanyika hayo. Hapa najenga kibanda kidogo. Nianzie Magufuli angeruhusu katiba mpya iandikwe, angeheshimika zaidi, na mimi nakubali inawezekana kabisa. Lakini hii ni kwa sababu ya kutojua kuishi ni fumbo. Naomba nikufumbue kitu ambacho wewe niamini tu nikubalie, ya kwamba mpango wa Magufuli, mpango aliokuwa nao Magufuli, ulikuwa hii nchi isiwe na mautaratibu haya ya uchaguzi, wote tuwe kitu kimoja. Mtu kuwaza hivyo hana kosa kivile, kwa sababu Uchina, nchi za Kiarabu zinaendelea kwa sababu zina nguvu, kwa sababu ya aina hiyo ya utawala. Ndio maana wote tunakubaliana kwamba Magufuli alikuwa mbaya zaidi kwa waovu, kwa wabaya. Alikuwa anamleta karibu mtu wa aina yoyote, wa chama chochote, mwenye moyo wa haki. Naamini unakubali hilo. Sasa kwa nini akina Tundu Lissu hawakuwa na moyo wa haki? Ndio unaingia penye kupigwa risasi kwa Tundu Lissu, ama kwa nini ilionekana kama alikuwa anawachukia Chadema ama wakosoaji. Niseme kwa mfano wewe sasa, kwa yoyote tuliokubaliana hapo juu, kwa nini wao Chadema ama Tundu Lissu walikuwa wanamchukia Magufuli? Kwa nini wao walikuwa namsema vibaya muda wote? Walianza kumsema vibaya kabla hivi vitendo vya utekaji havijaonekana, au watu kupotea hakujaonekana. Walianza kusema vibaya, kila kitu wanakosoa. Kuna hili mnayosema kwamba alikuwa anavunja vibaya mikataba. Nani utakuja kuiokoa hii nchi? Nani atakuja kuiokoa hii nchi? Akavunja mikataba kwa utaratibu. Unafahamu mikataba wewe ya kihuni inavyoandaliwa, mazingira ya kuvunjwa? Nani sasa atakuja huku mbele ajaribu kila rasilimali zilizomo ndani ya nchi ambazo zimeshaporwa na watu fulani, azirudishe kwa namna tu ya kwamba njoo tuandike vizuri mkataba? Mkataba ulishakuwa pindi, umeshapiniwa kwa namna ambayo mazingira ya kuvunjwa kwa namna. Sasa naomba tu muelewe, elewa nyie mwenye akili fupi ambao vitu ni kupandikizwa tu. Fahamu hivi, mikataba mingi ya ndani ya nchi huwa wanakuwepo vishoka. Kuna watu, sasa Magufuli alikuwemo kwenye system muda mrefu, kwa alikuwa anajua tu mkataba huu ni wa kishoka, yule ni wa jamaa yule, ni wa jamaa yule.
Kwa hiyo mikataba kama hii ukivunja kwa fujo, unamwambia tu nyamaza, umekula, inatosha. Akiinuka unaibua na lingine, unaibua na uhuni ule mwingine. Ndio maana ilikuwa inavunjwa, kunakaa kimya. Kuna ambao mbona walikuja kulipa wakati gani? Yule mzungu ambaye alikuwa ni kama mwenye bariki mgodi wa Buzwagi kule na mali, mbona mambo yalipotingana alikuja kwamba njoni sasa tuweke vizuri, wakati ndo palipolalamikiwa sana kwamba watamdai vibaya. Magufuli mwenyewe alipokuwepo hakuna kesi aliyodaiwa chochote na akalipa chochote, hakuna. Baada ya yeye kutokuwepo, sasa nani mwenye miradi ile? Kishoka gani? Ndo ulikuwa wakati wa kufidia. Hiyo ndo kama ujui, nataka nikujulishe leo, nani utakuja kuiokoa, kuikomboa hii nchi? Nani utakuja kuikomboa hii nchi? Kwa kusema haya, njoo tukae chini. Mikataba, umewahi kusoma wewe mkataba unavyokuwa umejifunga bila kutumia mabavu, kwa sababu mwizi ni mwizi. Mwizi ni mwizi, uhitaji kukubaliana na mwizi. Aliiba, ameshakiandikisha vipi kitu alichokiiba? Wewe ni kuchukua tu kile kitu. Sasa mkitaka kuwa nchi takatifu, kubalini kufungua fahamu. Ukweli muite ukweli, haki muite haki. Vinginevyo tutabatizwa kwenye moto. Tutabatizwa kwenye moto mpaka tutajua haki ni nini. Nielewe sana. Kwa kipande kikubwa, hata baadhi ya viongozi wenu walikuwa nafahamu wanapinga kimkumbo, wanasukumwa wapinge kwa sababu walikuwa wanajua tu kabisa jamaa jembe, jamaa anayajua madiri. Lakini wengine kama nafuatia tu anavunja vibaya mikataba, tutaingia kwenye matatizo. Tuliingia lini? Walikuja kulipa baadaye, wakati yupo. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Nimekuambia kwa waliopotelewa na ndugu zao, waliopitia kipindi kigumu ambacho angeweza kutamka neno, Magufuli wakati ule wana haki zote. Lakini kwa nini kosa lisibaki kwake tu, liwe kwa nini wakosoaji walikuwa nakosoa kwa maslahi ya nani? Ikiwa walikuwa wanakosoa kwa maslahi ya wajanja fulani, na dhubutu kusema walichokipata hakifuti mema ya Magufuli. Ikiwa kina sisi kwenye mamlaka hii ambayo kwa sehemu kubwa tunasema tunabatizwa kwa moto, kama tunakosoa kwa maslahi ya walaji fulani, basi mabaya yaliyotupata tuna uhalali. Lakini kama tunakosoa kama waliokosoa wakati wa Magufuli, kweli yale mambo yalikuwa yanafanywa vibaya, kama tunaokosoa sasa, kweli mambo yanayofanywa ni mabaya, basi tuna haki ya kutotambua wema wowote ukilinganisha na uhai uliopotea. Lakini kama waliokosoa wakati wa Magufuli, narudia tena, kulikuwa na kamsukumu ka wajanja fulani, na pengine wengi tunakubaliana Magufuli alikuwa mbaya kwa wabaya, kwa waovu. Waliokuwa na kosoa, kulikuwa na kamsukumu kwa kujua au kutokujua. Natumia neno gumu. Inawezekana kabisa yale yasemwayo Magufuli aliyafanya mabaya ama kunyamazia
wahanga walipokuwa nalia au kuumia, inawezekana yafuti mema yake. Lakini ukumbuke, nasema Chadema ni nchi ya makimbilio, ni kama Misri. Mara nyingi usimama na ajenda, huwa inakuwa na watu wenye msimamo, lakini inasikitisha tu ajenda zake zote za 2005 mpaka 2015 zilipotekelezwa na Magufuli waligeuka, na kuhakikishia Chadema waligeuka. Na hiyo ndio tatizo la nchi ya makimbilio kama Misri. Mtu mwema anapojitokeza kufanya vizuri zaidi, inamchukia, inataka ibaki yenyewe kuwa tu ya makimbilio. Hapana, mtu mwingine akifanya vizuri zaidi, mbariki. Niameneni kubarini haya, naweza mkaja kuwa nchi takatifu, mnaweza mkawa kuwa nchi ya ukombozi. La sivyo, asanteni kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afae katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama mwamuzi wa mwisho, Mungu mwenye haki, yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.